Na kusalimu asubuhi ya leo, mpendwa na rafiki yangu. Naomba nikukaribishe kwa ajili ya neno la Mungu asubuhi ya leo. Ujumbe wetu unasema shauri la Mungu ndilo litakalo simama. Methali 19 mstari wa 21. Mna hila nyingi moyoni mwa mtu, lakini shauri la Bwana ndilo litakalo simama. Mpendwa na rafiki yangu, ndani ya moyo wa mwanadamu kuna hila ambayo huwezi kuiona kwa namna ya damu na nyama. Mwanadamu anaweza akakuwazia vitu ambavyo huwezi kujua anakuwazia nini. Ndio maana maandiko yanasema ndani ya moyo wa mwanadamu kuna hila nyingi. Lakini pamoja na hila iliyoko ndani ya moyo wa mwanadamu, shauri la Mungu ndilo litakalo simama milele. Mungu hawezi kuruhusu hila ya mwanadamu ikafanya kazi ama ikatimiza makusudi yake. Maana maandiko yanasema yeye huyatangua mashauri yao, wala mikono yao haitatimiza makusudi yao. Kwamba kila hila ambayo iko ndani ya moyo wa mwanadamu na kila anayekuonea hila na anayekuwazia mabaya, mawazo yao hayatatimia, wala kile walichokusudia kinyume chako hakitafanikiwa. Mungu hawezi kuwazuia wasiwaze vibaya juu yako, wala Mungu hawezi kuwazuia wasikusudie mabaya juu yako. Lakini kile Mungu atakachofanya ni kutoruhusu ila zao zikatimia. Maandiko yanasema wakati mfalme asiyemtambua Yusufu alipoinuliwa, akaanza kuwatenda kwa akili wana wa Israeli. Lakini Mungu alisimamisha shauri lake, kwamba Mungu alikusudia kwamba Musa atafanyika sababisho la Mungu kuwatoa watu wake kwenye utumwa. Mpendwa, nikwambia asubuhi ya leo, haijalishi watapanga mashauri gani kinyume juu yako, haijalishi watafanya mipango usiku na mchana kwa ajili yako, lakini fahamu ya kwamba shauri la Mungu ali hai ndilo litakalo simama. Ndio maana ukisoma katika Isaya mlango wa 8 mstari wa 10, maandiko yanasema fanyeni shauri pamoja, nalo litabadilika. Semeni neno, lakini halitasimama. Kwa nini neno ambalo maadui wanalisema haliwezi kutimia juu yako? Anasema kwa sababu au kwa maana Bwana yu pamoja nawe. Kwamba Mungu akiwa upande wako, Mungu akiwa pamoja na wewe, watasema neno, watafanya shauri kinyume juu yako, nalo halitaweza kuthibitika. Ni kwa sababu Mungu akiwa pamoja na wewe, hakuna kinachoweza kuwa kinyume juu yako. Ningetamani asubuhi ya leo ufahamu neno hili,
kwamba shauri la Mungu ndilo linaloweza kusimama kwenye maisha yako. Mashauri ya wanadamu yaliyo kinyume juu ya maisha yako, juu ya mipango yako, hayatafanikiwa. Yusufu anawaambia ndugu zake, ninyi mlikusudia mabaya kuniangamiza kabisa. Hamkutaka huduma yangu iinuke, lakini Mungu aliyageuza mabaya mliyokusudia ninyi yakawa mema leo. Nataka nikuambia asubuhi ya leo, hawataacha kukusudia mabaya juu yako, lakini Mungu atayageuza hayo mabaya. Mungu atatengeneza njia mbele yako ya kuhifadhi uhai wako, ya kuhifadhi maisha yako, ili wokovu upate kupatikana kupitia wewe. Ndipo unaposoma Isaya 46 mstari wa 10, maandiko yanazungumza na kusema, nitangazaye mwisho tangu mwanzo na tangu zamani za kale mambo yaliyotendeka. Bado nikasema, shauri langu litasimama, nitatenda mapenzi yangu yote. Kwamba Mungu anatangaza mwisho wa mtu kabla ya mwanzo wake. Kwa lugha nyingine, Mungu anafahamu kalenda maisha yako. Kwa hakuna lolote ambalo adui analipanga ambalo Mungu wako halijui. Katika Yohana sura ya 5 maandiko yanasema, Yesu alimuona yule, naye alipomwona yule amelala na akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Nataka nikuambie mpendwa, hakuna lolote ambalo shetani anakusudia juu ya maisha yako Mungu aliye hai asilifahamu. Lakini kile kinachotokea ni kwamba kusudi la Mungu peke yake ndio linaweza kutawala na ndio linaloweza kusimama juu ya maisha yako. Mungu hawezi kuruhusu makusudi ya shetani yakapata nafasi. Amini ya kwamba kusudi la Mungu, shauri la Mungu ndilo litakalotawala juu ya maisha yako. Shauri la Mungu litasimama juu ya maono yako. Shauri la Mungu litasimama juu ya kazi ya mikono yako. Na tuombe. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru asubuhi ya leo kwa ajili ya mtoto wako huyu. Ninaomba shauri lako lisimame kinyume na mashauri ya maadui. Mpango wako kusimame kinyume na mipango ya mashetani. Katika jina la Yesu, Mungu badilishaye mabaya kuyafanya mema. Katika jina la Yesu naomba ikapate kuwa hivyo kwa mtoto wako. Amen. Ni rafiki yako Mwalimu Bishop Daniel Mathew, Arusha, Tanzania. Namba ya ushauri na maombezi, anza na jumlisha 255 766 92 11 70.